ya taarifa za pale chumba ambacho marehemu alikuwa anaishi na namna alivyotolewa pale chumbani na maelezo ya watu pale, lakini pia tumeangalia zile video. Marehemu alikuwa amelala chini, hana nguo, na alikuwa kidogo kuna kujisaidia sana pale ndani, na baadhi ya vitu vingine ambavyo siwezi kuvisema sana hapa sasa hivi. Mpaka hapa kuahirishwa kwa kuagwa na taratibu nyingi za msiba wa Irene Robert zilivyokwenda, swali ninalo hoji, waungwana wananchi, bado mtaendelea kunitukana juu ya kila ambacho nilikisema pale mwanzo? Na ikiwa utanitukana, kuna mapendekezo nitaenda kuyatoa huku mbele juu ya walionitukana. Nitasema ikiwezekana, wananchi, zuieni kielele kilichoko kwenye vidole vyenu na maneno yenu, kwa sababu mengine yatakuja kutumika kuwaweka kwenye wakati mgumu sana. Nilitoa pendekezo baada ya kutoa taarifa ya kwamba Irene Robert ametwaliwa na Bwana, ametwaliwa na Baba, ameenda kwa Baba. Nikasema hapana, mimi Mungu naye mjua hatwai hasa mabinti wadogo hivi. Na kwa nini kwa wazungu hawatwaliwi wakiwa wadogo hivi? Kwa nini? Ni Afrika tu. Na nitaenda kukuwekea baadhi ya comment na baadhi ya post ambazo wakati fulani posti kama hizi zitakuja kufanyiwa kazi sana, na kwamba posti hizi zinatumika zaidi kwa propaganda. Nifuatilie vizuri. Kwa kipande kubwa nimetukanwa, nimechanganyikiwa kwa kuuawa kwa mtoto wangu, nina chuki na watu. Sasa wanajaribu kuangalia, wanasema nimechanganyikiwa. Anyway, ngoja nikuweke sawa hapa. Nisema hizi RIP, Mungu achukui watu hivyo. Tunatakiwa tuwe tunachunguza vifo kama hivi vya watoto wadogo, hawa mabinti wadogo, vijana hawa. Ikiwezekana tusizike, tuwe tunachunguza kimetokea tokeaje, imekuwa kuaje. Vingi tutaona sio Mungu amechukua, ni watu wanachukua. Nilisoma maandiko mengi sana. Miongoni mwa maandiko niliyosoma ni Ayubu 5 mstari wa 26 na wa 27. Inasema, utafika, mcha Mungu, mtu wa Mungu, utafika kaburini mwenye umri mtimilifu kama mganda wa ngano ulivyo wakati wake. Tazama, haya tumeyapeleleza, tumeyasikia. Yashikeni ili mpate mema. Yashikeni. Lakini pia nikasoma Isaya 65 mstari wa 20 kwamba hata kuwepo mtoto mdogo atakaye kufa mapema, atakufa akiwa na miaka 100. Wakati fulani katika watu wangu hao nikasoma Zaburi 37 mstari 32 kwamba mwenye waovu huwavizia watu wenye haki. Sikuwa maanisha huyo binti ni mwenye haki, pengine nikipata muda nitachambua aina ya maisha yake hiyo, na kutafuta njia ya kuwafisha. Mithali 1:19 kusema, ndivyo zilivyo njia za watu wenye tamaa ya mali, huondoa uhai wa walionayo. Nisoma andiko hayo. Sijajua matusi anakoingilia, nimechanganyikiwa. Mimi ninachojua, mapendekezo yangu, vifo hivi vingekuwa, tungechunguza vifo vya wanaokuwa wametangulia, tungeokoa kikiwemo kifo chako wewe. Kwa sababu moja ya kitu kinachofanya watu wawe na uhuru wa kuua watu kwa namna ambazo watu wanakuwa wameua watu. Sikwambii huyu kauawa, ache, endeleni na huo uchunguzi. Kinachopelekea watu wawe na uhuru kwa sababu baada ya kuua kuna propaganda kama message na comment hizi, huwa wengine kwa kutokujua, lakini wengi wanakuwa kwenye project husika. Nitakuonyesha mtu mmoja hapa, utaona hii project inawezekana, kuna namna anaielewa. Sasa uliyenisikiliza mpaka dakika hii,
Hebu ngoja tuanze kuona baada tu ya mimi kutoa ile klipu, inawezekana wazazi, ndugu wa Irene Robert walipata nguvu. Hapo hapo tukaanza kuona kwanza kimya, tarehe ya kumwaga ikawa mazingira kumwaga nini vikabadilika, lakini baadaye tukaja ikaonekana kwamba hapana, kumeonekana kuna uchunguzi unatakiwa ufanyike, kitu ambacho hata Ado kaka mkubwa na tunaheshimiana lakini ikiwa kuna namna yoyote hapa, unanijuaga sina rafiki wa muda wote, na pia kwa sababu huko ndani ni mnufaika mkubwa wa chama fulani hili la mashetani, kwa hiyo sikuelewi kwa hata hapa sijakuelewa. Ado Novemba sijakuelewa sana, ingawa najua pengine unafanya pati yako, lakini sijakuelewa. Mkatoa taarifa kwamba imeonekana mwili una ABCD, tunaenda kufanya uchunguzi, na naweka klipu hapa, lakini bila kutuambia uchunguzi umefikia wapi. Hapo hapo kaanza kutoa taarifa ya kwamba sasa taratibu za kumwaga zitakuwa hivi na atazikwa siku hii. Uchunguzi, taarifa za uchunguzi kwa nini usiseme sasa uchunguzi? Anyway, usijua, naomba tusikilize kwanza maneno ya Ado Novemba haya hapa, afu baadaye nikuchambulie vitu fulani. Karibu tusikilize kwa uvumilivu. Labda tu mimi niseme kwamba hakuna kesi ya mauaji ambayo imefunguliwa, lakini kitu ambacho kimefanyika ni sisi kama viongozi wa wanamuziki hapa Tanzania, hasa wa kwenye muziki wa Injili, baada ya kupitia taarifa za pale chumba ambacho marehemu alikuwa anaishi na namna alivyotolewa pale chumbani na maelezo ya watu pale, lakini pia tumeangalia zile video. Marehemu alikuwa amelala chini, hana nguo, na alikuwa kidogo kuna kujisaidia sana pale ndani, na baadhi ya vitu vingine ambavyo siwezi kuvisema sana hapa sasa hivi. Kiukweli tumeomba vyombo vya uchunguzi viweze kupitia kila kitu na kuhakikisha kwamba sababu ya kifo cha marehemu ionekane kwamba kilikuwa ni kifo cha asili. Hapo ndipo tutaweza kuendelea na kwenye kupumzisha marehemu. Kwa mpaka sasa vyombo vya uchunguzi vinaendelea na taratibu kwenye kuthibitisha hilo. Kwa hiyo wao wanafanya kazi, sisi tunatoa taarifa tu kwamba tuna mashaka na namna ambavyo mwili wa marehemu umekutwa. Alikuwa amelala chini, hana nguo. Kwa hiyo ni kitu ambacho kiukweli kabisa tumesema ni Mtanzania mwenzetu huyu, hatuwezi kuacha akaondoka tu hivi bila kujiridhisha. Kwa hiyo tumeomba vyombo viweze kufanya kazi. Kwa hiyo tuseme tu Watanzania waendelee kuwa vumilivu kwenye kipindi ambacho tupo, ili tuweze kujua chanzo ni nini na alikuwa na nani, wanafanya nini. Maana inasemekana alikuwa pale anaishi kwenye hoteli na mtu kwa zaidi ya wiki 3. Kwa hiyo vyote hivyo tuache, kwa sababu vipo kwenye mamlaka. A few moments later. Kwa hiyo tuko hapa kupenda ratiba ya msiba, ambapo siku ya kesho majira ya saa 4 tutakuwa pale hospitali Mwananyamala kwa ajili ya kuandaa mwili, na saa 6 tutatoka pale kuelekea kwenye kanisa la Mchungaji Shusho. Ibada itaanza saa 6 kwenye kanisa la Mchungaji Shusho pale Tabata, na majira ya saa 8 na nusu tutatoka pale kuelekea airport ya Dar es Salaam kusafirisha mwili Julius Nyerere, na tukitoka hapo basi tutakwenda Mwanza. Mwili utapokelewa Mwanza kesho kutwa na utaelekea Sengerema. Mazishi yanatarajiwa kufanyika siku ya Jumamosi pale Sengerema karibu na Mission, ndiko ambako mzazi wa marehemu alikuwa anaishi pale. Ni hayo tu, Mungu awabariki. Ratiba tulionayo ndio hii official, na hatuna ratiba nyingine. Saa 6 ibada itaanza kanisani, saa 3 saa 4 tutakuwa tupo hospitali ya Mwananyamala. Unakuongeza mzee? Asante sana. Baada ya maneno hayo ya Ado Novemba ambayo yalitolewa, nadhani ilikuwa tarehe 25 mwezi wa 3 2026, tarehe 26 ndio ikatolewa taarifa hii. Sasa
kwamba familia si mwili wa Irene umekutwa na majeraha kwenye mwili. Ndio maana nimesema Ado, kwa nini pale hujazungumza uchunguzi umeishia wapi? Unaanza tu na ukiangalia wale ndugu, kwanza ndugu zake, unaona kabisa ndugu wana namna fulani. Nirudi kwenye posti na comment ambazo mara nyingi post na comment huwa zinakuwaga na mlengo fulani, hasa mlengo wa propaganda. Okay, wapo mataila ndio wanao comment, wanaishi ndio utakatifu, lakini wengi kwa sisi ambao akili yetu iko sawa sawa tuishajua comment nyingi na posti nyingi zinazopushi jambo kwa mlengo fulani. Ametwaliwa na baba, tushukuru kwa kila jambo, kazi ya Mungu haina makosa, Mungu ameshachukua walio wake wameenda kwa baba kupumzika na vitu kadha wa kadha. Sasa ngoja unielewe kitu fulani hapa, na wewe kidogo kitakupiga kichwa. Ngoja nimzungumzie bwana mmoja naitwa Emmanuel Ezekiel. Huyo bwana kwanza mimi amewahi kuonyesha kufurahia sana juu ya mabaya ambayo yalinikuta, na wakati fulani alitengeneza ka propaganda fulani hivi ambako mamlaka zilinikamata na kuniweka kituoni, zikanihoji, wewe umezitukana dini, unasema Biblia ni kitabu cha shetani. Lakini mimi pale nilikuwa nimehoji kwa Biblia ni kitabu cha shetani, mbona watu kabla ya kwanza kusali kwa Kristo naingizaga na Qur'ani, kabla kusali walikuwa na moyo wa huruma, ilikuwa rahisi kumkuta bikira. Lakini ukiona tu mtu ameanza kuimba kwaya, ameanza kujihusisha na masuala ya Ukristo, kuswali, ni vigumu kuwakuta bikira, ni vigumu kuwakuta wenye huruma. Mtu akipata tatizo, Biblia inakuja kuondoa utu, Biblia inakuja kuondoa kujitunza. Nilikuwa na hoji pale, lakini kwenye ile clip nikasema tatizo sio Biblia, tatizo ni aina ya walioipokea Biblia. Lakini alifanikiwa, alitengeneza kitu fulani hivi, na kwa sababu alikuwa anajua na windwa sana ili kuuawa na mamlaka, na alifanikiwa. Baada ya kutengeneza vile, nilikamatwa, nikahojiwa, nikafafanua, nikawaonyesha klipu. Nadhani akina Kantimbo waliangalia, wasema mchungaji, hebu tuiangalie mipango iliyoko nyuma. Sasa niachane na hilo, ni kujulisha kwa habari ya namna ambavyo Emmanuel Ezekiel ili jambo nimeona ni kama kalipushi sana, kaangaika nalo sana. Kuna namna itakuumiza kichwa kidogo. Yeye sasa nitakuonyesha na comment za watu wengine. Kwanza ndiye ambaye niliona posti nikaona ile posti ya kwamba ndani alikuwa ameandika ndani ya mwezi mmoja makamanda wa muziki wa Injili wamerejea kwa baba. Ndani makamanda wa muziki wa Injili, yani hao ndio makamanda wa muziki wa Injili wamerejea kwa baba. Pumzikeni kwa amani, tutawakumbuka daima. Mimi nipata shida banza, makamanda wamerejea kwa baba. Ndio nilipotoa hiyo klipu ya kwamba mimi sikubaliani na RIP zenu. Sasa kilichokuja kunitatiza zaidi, kwanza hili jambo ameripushi sana, na baadhi ya posti zinakuwa waimbaji umoja wetu ndio nguvu zetu, waimbaji umoja wetu ndio nguvu zetu. So bwana na ujanja, sisemi yuko kwenye program maalum na project maalum ya propaganda juu ya uhai wa Irene Robert, lakini waimbaji umoja wetu ndio nguvu yetu, umoja wetu ndio nguvu yetu. Ilibidi nirudi nitafute kwenye YouTube na mitandao, huyu ni mwimbaji tangu lini
kuimba nyimbo gani? Anyway, kitu ambacho kilikuja kunisumbua ni kweli pale ilipotoka posti ya inaonekana tumeukuta mwili una matatizo 1 2 3. Ni kweli aliposti sana ile clip, alirudia akaposti. Sawa bwana, lakini ikaja kunipa shida kwenye hii clip na kuwekea hapa, ambayo akasema ndo tumetoka kumwaga Irene Robert, ndo tumetoka kumwaga. Kuangalia ndo tumetoka kumwaga, kuangalia kanisa, picha aliyopiga inayoonyesha pale kanisani, unaona hapaonyeshi ibada yoyote. Napiga sababu kwa sababu wanasema, kuna wengine wamesema kwamba mwili umetoka moja kwa moja hospitali, umeenda Sengerema tayari, umeshasafirishwa, pengine wenyewe amemwagia hospitali uwanjani au hospitali. Posti zingine zinasema shughuli nzima ya kuaga imeahirishwa kwa sababu mwili umekutwa na majeraha na wametaka uchunguzi ufanyike. Okay, inawezekana mwili umeshasafishwa tayari kwenda Sengerema, ndiko ambako wamekagua, lakini wenyewe tayari wameshamwaga. Nikapata shida kidogo. Kwa nini taarifa kama wameshamwaga kweli, wameshaondoka Dar es Salaam, kwa nini taarifa za wameukuta mwili na majeraha hizo ndo Hebu msikilize, alafu ione ibada. Kama wameagia ibadani, ona mmoja kiongozi wa ibada akitoa utaratibu. Ona mmoja kiongozi wa ibada akitoa utaratibu kuonyesha hapa hajafanyika ibada ya kumwaga, kama ni amemaanisha wamemwagia kanisani, kama amemwagia uwanjani au amemwagia hospitali, na kweli wameshamwaga kweli, imeondoka huo matatizo, majeraha, mwili wameenda kukutia Sengerema kule, uchunguzi ndio ulikuanza kufanyika. Sawa, nadhani nitaona kwenye comment zaidi hapo. Bwana Imaeze hapa. Hey. Mimi nilisema tu ya kwamba Watanzania kazi yetu ni kuonyesha upendo. Tumetoka zetu kwenye msiba wa Irene, tumekwisha kumuaga. Kama unavyoweza kumuona Irene huyu hapa, nimeshow love, nimempiga hapa kwenye t-shirt yangu. Kwa hiyo niseme tu ya kwamba baada ya kwamba tumemaliza kule kwenye msiba, tuko Kitimoto Village kwa Tina Muzava. Niko kwa Tina Muzava huku. Moto baada ya kumwaga ndugu yetu Irene Robert, na kama tulivyotangaziwa, ibada yetu kwamba itaanza saa 6 na saa 8 kuaga, ili saa 10 kamili mwili uweze kuondoka pale airport. Wanasifiwe. Kwa hiyo kumekuwa na mambo ambayo yako chini ya uwezo wetu kati ya hospitali na airport. Wanasifiwe. Kwa hiyo tuko nje ya muda, na kwa mujibu huo nipende kusema ya kwamba tumefika mwisho wa ibada, na hapa tutaahirisha ibada. Ikiwa hiyo haitoshi, bila shaka najua umeshaangalia haya mambo, na bila shaka unaangalia pia hizi zingine zinasema wameahirisha. Huyu yeye ameaga wapi? Au wameahirisha wapi? Umeshaona hizo? Lakini posti kama za kina Tugania Simu Akosea na wengine wengi hawa, unaona zenyewe zinasema imeahirishwa. Hawa wengine wana makusudi gani?
wakati fulani itakapokuja kuwa fair juu ya uhai wa watu kama hawa, kwa nini wasiulizwe juu ya ukakasi huu unaotoa? Ikiwa hiyo haitoshi, watu wanaokuwa wamecomment kama hizi, kama huyo Konso Joan, kuna haja watu kama hawa mpaka mnapushi haka kakitu haka? Wewe uko wapi? Angefuatiliwa, angechunguzwa. Hawa wanachunguzwa. Unamtukana Mbarikiwa anayetoa wazo la ambalo sasa mambo Waswahili wanasema kiko wapi? Si ndo haya sasa mambo niliyokuwa natolea mawazo na mapendekezo. Konso Joan na hawa waliokuwa na msupport, mama umeongea vizuri, akina Lydia Vang'ota, Alberto Msigwa, watu hawa wanatakiwa wanafuatiliwa. Tutaujua ukweli. Wengi sio utaila wa ulokole fulani wa kitaila, Ukristo fulani wa kitaila, wengi hawa wanakuwepo kwa mimi nimeshawaambia, niliona walivyoua mwanangu, waliweka kundi kubwa la kupusha hayo mambo. Mbarikiwa ndiye uliyetoa kafara mtoto wako, Mbarikiwa, mtoto wa Mbarikiwa amechukuliwa, ameenda kwa Mungu, anacheka mimi nilipushi mpaka aliyehusika alijitokeza. Nilipushi mambo na alikuwa ajui na push kuelekea uelekeo gani. Nikajitokeza, nikajua moja, nikasema okay, Mungu umeruhusu haya juu yangu, twende kazi. Kuna hawa kina Zablon Mwakalasi. Hawa wanatakiwa wanatafutwa hawa, na wanaowaunga mkono kama hawa kina Hagai Mbuba. Kuna hawa kina Minister Ezekiel, hawa wote wanatakiwa wanatafutwa hawa. Ni kweli kwenye mitandao hatuwezi kukuta, lakini ukifungua utaanza kuona mepost na vingine, unamjua ni wa wapi. Haikuwa wanatafutwa hawa. Hoja ya Mbarikiwa ina shida gani? Hoja ya Mbarikiwa mpaka unaikabili, unakwenda hawa. Kuna vijana wengine hawa kina Erasto Mandari, hawa wanatafutwa hawa. Wananchi, nimekuwa nikisoma pia katika Isaya 57 mstari wa 1, kwa mwenye haki anaondolewa, wala hakuna atiaye hayo moyoni. Hakuna anayepiga kelele kwamba wenye haki wanaondolewa. Wote wanasema Mungu amewatoa, wameenda kwa Baba, wametoa. Hapana, Mungu hatoi hivyo. Tukivichunguza hivi vifo, munielewa wananchi, tukivichunguza hivi vifo, tunaweza tusiokoe huyu anayekuwa ameshakufa tayari, lakini tunaweza tukatia uoga wa mwingine akiua, na afu baadaye akaanza kusema tu Bwana ametoa, ameenda kwa Baba, Mungu ameshamchukua, anaimba mbinguni, anafanya. Atakuwa najua hizo hatutazisikiliza, tutapitia taratibu mpaka tutajua kulikuwa na nini hasa. Tungekomesha vifo vingi na RIP nyingi hizi. Ninasubiria tena kutukanwa, lakini inawezekana familia imejaribu kufuatilia hayo, huenda ilisikia nilipoongea, na kama sivyo ilishauriwa na watu waliosikia nilipoongea. Lakini hizi taarifa za hapana, ameenda kwa Baba, aliomba sana kabla ya kufa, aliomba sana, sasa yuko mbinguni anamwimbia Mungu, vitu vingine ambavyo sasa baadaye unasema watakatifu wa sasa hivi wanaenda kumwimbia Mungu. Sababu mimi hapa nalalamikia utu wa mtu, siongelea habari za imani ya mtu. Sema kama angekuwa mtu mwenye haki, basi wenye haki walitakiwa wafike kaburini mwenye umri mtimilifu. Mwingine kwamba utimilifu ni kazi uliopewa. Isaya imetaja miaka, sasa miaka 100. Katika mambo ambayo wakati mwingine unasema Mungu ametoa, unasikia
Kijana mwingine anakwambia alikuwa ameelewa mpaka vitu vyake vikapatikana polisi, kwa na msongo wa mawazo. Huyo mwingine anakwambia tulikuwa tunazini kwa muda 1, 2, 3. Huyo mwingine anakwambia alikuwa anaishi na mtu wiki 3 kwenye hoteli. Huko akiwa amemaliza kuzini, Bwana akamtoa ameenda kuimba mbinguni. Inawezekana uchafu wa zinaa aliyomalizia kufanya ameenda nayo. Wanadamu bwana. Anyway, hapa siko kujudge maisha yake na uchafu wake, kama alikuwa nao wote uliosema huo ulikuwa ni wa kwake. Kama ulikuwa ni wa kwake, niko kujaji utu wake. Asiondolewe mtu yoyote na watu, alafu tuwe tunarusha hizi propaganda za kijinga. Nitawarudia tena ikirazimu, ikionekana inatakiwa. Asanteni sana kwa kunisikiliza.